Bwana, kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba klabu ya Young Africans imeiomba kasi isimamishe kwanza iwasimamishe TFF na bodi ya ligi pamoja na Simba kupangwa tarehe mpya ya mchezo wa dabi ili kuhakikisha kwamba shauri lao linasikilizwa kwanza, kwa sababu kama ikitokea shauri halijasikilizwa halafu mechi ya dabi ikapangwa tarehe yake ya kuchezwa, maana yake kuna uwezekano mkubwa hiyo siku ya tarehe ya dabi kuchezwa Simba wao wakaenda uwanjani, na Simba wakienda uwanjani maana yake Simba atakuwa amepata alama 3 na Yanga atapokonywa alama 3 kwa sababu hajatokea uwanjani. Kwa hiyo walichokifanya ni kuiomba CAS iweze kusimamisha kwanza mchakato wa upangaji wa ratiba mpya ya mchezo, kitu ambacho wao kama mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani inaweza kufanya hivyo, kwa maana ya kuiamuru TFF na bodi ya ligi wasitoe tarehe mpya ya mchezo wa dabi mpaka pale ambapo sintofahamu hii itaisha, na hii sintofahamu ikiisha ndio mchezo wa dabi unaweza kwenda kuchezwa. Na ukitazama ni kwamba sasa hivi zimebaki mechi chache sana. Young Africans ukiondoa mchezo wa dabi amebakisha michezo 4, lakini Simba amebakisha michezo 8, ambapo kwenye michezo 8 ni pamoja na mchezo wa dabi. Maana ukiondoa mchezo wa dabi Simba atakabakisha michezo 7. Kwa ligi inaelekea mwishoni, na ukiangalia pale kwenye ile ratiba ya CAS kwenye kesi ambazo zinatakiwa kusikilizwa kwenye mwezi mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5, kesi ya Yanga haipo. Maana yake ni kwamba itabidi wasubiri kwanza mpaka pale ambapo documents zote zitafikishwa. Sasa Young Africans wao walichokifanya ni kuwaomba wasimamishe kwanza mchakato wa ratiba mpya ya ligi mpaka pale ambapo kesi itasikilizwa. Sasa ujue CAS mara nyingi kupeleka kesi hazisikilizwi hapo kwamba mtu anakuja tu anaisikiliza kesi yako. Ni mchakato ambao ni wa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kuchukua hata miezi 2, 3 ndio kesi isikilizwe, kwa sababu wale huwa wana arrange kesi. Yaani kuna kesi ya kwanza kusikilizwa, ya pili, ya tatu na kuendelea. Sasa kwenye zile kesi ambazo ziko arranged, maana yake kama kesi yako haijawa arranged bado, maana yake bado muda wake hujafika. So inaweza ikakuchukua muda mrefu sana. Kama unakumbuka hata kesi ya RS Berkane na CS Constantine na USM Alger kwenye ule mchezo wa CAF Confederation ilichukua muda mrefu by the way kusikilizwa, kwa sababu kwa wakati ule hapakuepo, yani hiyo kesi kulikuwa kuna kesi nyingi ambazo zipo. Kwa hiyo ile ilichukua muda mrefu kidogo kuja kuwekwa pale. Kwa maana hiyo ni kwamba hata hii kesi ya Yanga na bodi ya ligi TFF pamoja na Simba ni kesi ambayo sio kwamba itakuja tu na kusikilizwa hapo. Ni kesi ambayo inachukua muda mrefu sana. Na hata ukipita pia watu mbalimbali wameandika, nimeona pia Mickey Junior ameandika hiyo taarifa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo na tunasubiri kuona TFF na bodi ya ligi namna gani ambapo nao wanaweza kupeleka documents zao au nao wanaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba mchezo wa dabi unachezwa. Yanga wako serious sana. Hawataki ratiba kabisa itolewe, kwa sababu wanajua kabisa kwamba ratiba ikitolewa tu manake siku ya mchezo ambayo imepangwa Simba wataenda uwanjani. Simba wakienda uwanjani watapewa alama 3 kwa sababu wao hawatatokea. Manake ndio maana wameomba kwamba hiyo mechi isipangwe ratiba, na of course ni kitu ambacho kinawezekana, na kama ratiba haitapangwa manake itabidi tusubiri mpaka pale ambapo TFF na bodi ya ligi watakaa na kumaliza tofauti zao na Young Africans na kitu kitaenda sawa. Ukumbuke Yanga wanachodemand ni kupata alama 3 kwenye mchezo wa dabi, ambazo kikanuni pia ni ngumu kuzipata, kwa sababu ile siku wao walienda uwanjani, lakini hapakuwepo na official yoyote ambaye alikuwa anaenda kuangalia ule mchezo. Maana yake ni kwamba walifika tu uwanjani, wakacheza, wakakaa pale, wakafanya homa hapo wenyewe, wakaondoka. Hapakuwepo mwanamwamuzi, hapakuwepo na mtu mwingine yoyote ambaye alikuwa na uwezo wa kusimamia ule mchezo, kitu ambacho kilikuwa sasa kinaondoa ile haki ya wao kwenda kupata alama 3. Na of course ili uweze kupata alama 3 ni pale ambapo mpinzani atashindwa kufika uwanjani na officials wote watakuwa wako uwanjani. Sikitokea officials hawapo uwanjani wote, kwa maana ya waamuzi na watu wote wanaohusika masuala ya usalama na nini, wakiwa hapo uwanjani maana yake mchezo utambuliki. Na ndio maana hata bodi ya ligi baada ya kutoa taarifa hawakutuma tena waamuzi kwenda uwanjani. Lakini Yanga wanaweza kusimama kwenye msingi mmoja kwamba kanuni ilivunjwa, na ndio maana wao walienda uwanjani. Sasa hicho ni kitu ambacho wao wanaamini kwamba walikuwa sahihi. Na of course hata ukipeleka kesi yote kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo atakwambia kanuni ilikuwa inasemaje. Na nyinyi ambao mmeahirisha mchezo kwa kanuni gani? Kwa maana wale ambao wameahirisha mchezo. Sasa Yanga atasema kwenye kanuni moja tu kwamba mchezo unatakiwa kuahirishwa kabla ya masaa 24. Yaani masaa 24 kabla mchezo kuchezwa. Na ule muda wakati mchezo unaahirishwa ilikuwa ni ndani ya masaa 24 ya mchezo kuchezwa. Kwa hiyo ndio eneo ambalo Yanga wamelishikilia na wanaamini kwamba inaweza kwenda kuwasaidia, kwa sababu ikitokea kweli bodi ya ligi ataenda kula atasema kwamba kulikuwa kuna sababu za kiusalama ndio maana wameahirisha mchezo, maana yake ataambiwa wathibitishe hizo sababu za kiusalama
taji, kitu ambacho kinaweza kuwa complicated pia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni issue ambayo bado ni complicated kusema ukweli, lakini kwa taarifa ambayo ipo ni kwamba Young Africans wameiomba CAS isimamishe mchezo wa dabi, usipangwe tena tarehe nyingine mpaka pale ambapo wataweka mambo sawa na watakubaliana na kila kitu kitaenda vizuri, kwa sababu wanajua kwamba ikitokea tu ratiba imepangwa shughuli ya Yanga itakuwa imesha. Nakumbuke mchezo wa mwisho wa dabi ndio ambao unaweza kwenda kuamua ni nani anaweza kuwa bingwa. Mpaka sasa Yanga wako wanaongoza ligi, lakini Simba kishinda mechi zake zote za viporo, tofauti na kuwa ni alama moja. Sasa unaweza ukaona hapo kwamba namna ambavyo kidogo mambo yako tight, kwa sababu ikitokea tofauti na hivi ni tofauti ni alama moja, maana chochote kinaweza kwenda kutokea. Who knows, kwamba inawezekana Simba kashinda mechi zote, Yanga kashinda mechi zote, maana yake hapo itabakia kwenye mchezo mmoja wa dabi ndio ambao unaweza kwenda kuamua nani ambaye anaweza kuwa bingwa. Lakini kwa sasa msimamo wa Young Africans ni huo hapo, lakini mimi kama Alex Ngereza ninachotamani ni kuona kwamba ratiba ya ligi, kanuni za ligi kuu zinafuatwa ili kila mtu aweze kupata haki yake. Kama kanuni zimetengwa kwa ajili ya kulinda mpira, basi zitumike pia kuheshimisha mpira ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Tukiwa tumeweka kanuni na hatuwezi kufuata kanuni, maana yake hakuna haja ya kuwa na hizo kanuni. Kwa big up kwa Young Africans, tusubiri nini ambacho ataenda kukiachieve, lakini mpaka sasa tunasema wanaelekea kufanyaje? Wanaelekea kushinda.